wa mamlaka yote ni nyinyi, na inaelekeza kwamba utajiri wa nchi hii lengo lake ni kukuendeleza wewe, kukutoa kwenye umaskini, kuondoa ujinga na maradhi, na inasema kuhakikisha mali ya mtu mwingine haidhulumiwi na mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, katiba inaposema utajiri inasema nini? Katiba yetu inatambua sisi ni tajiri. Na huo utajiri maana yake nini? Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. 900 na ngapi? 45. Ni nchi kubwa Tanzania. Tanzania ni nchi kubwa sana Afrika hapa. Inawezekana ni nchi ya 4 kwa ukubwa ukitoa Kongo na nchi nyingine kama 2-3. Sisi ni wakubwa sana. Ukichukua nchi ya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimwambia ngapi? 945. Na nchi hii haina kipande hata kidogo kama hapa na pale waliposimama ambacho kina jangwa. Ukienda Kenya, Northern Kenya, Marsabit, Wajir kuna jangwa. Sisi hakuna kipande ambacho kina jangwa. Kila sehemu inanyesha mvua, kila sehemu kuna maji, kila sehemu kuna miti. Hakuna sehemu yenye jangwa. 945. Mkoa wenu wa Morogoro una kilomita za mraba 70,624. Mkoa wa Morogoro, na una watu milioni 3.6. Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,300 na kitu. Kwa Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara 3 na kubaki ziada. Nchi ya Israeli, si mnaijua, ina ukubwa wa kilomita za mraba 21,000. Nyie Morogoro nimewambia mko ngapi? 70. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 41,000. Nyie Morogoro nimewambia mko ngapi? Kwa hiyo nchi ya Uholanzi inaingia Morogoro mara 1 na ziada. Ina watu milioni 17. Nyie mkoa wa Morogoro mko milioni 3.5. Na ni nchi imejaliwa kila kitu. Kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Anzia Tarime dhahabu, nenda Msoma dhahabu, nenda Geita dhahabu, nenda Mbogwe dhahabu, nenda Ngudu dhahabu, nenda Shinyanga dhahabu, nenda Kahama, Nzega, Geita, njoo Singida, nenda Chunya, nenda Ruangwa. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ni nchi pekee duniani ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani. Nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, mlima namba 1 Afrika kwa urefu, wenye maajabu, wenye theluji juu yake, mlima Kilimanjaro, wa pili duniani baada ya mlima Everest. Nchi ambayo ina ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Victoria. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Tanganyika. Nchi ambayo inatoa madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, mkoa wa Kagera, Tanzania. Nchi yenye madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear yako Seru, yako Singida. Nchi yenye kopa, kule Ruangwa tunachimba kopa. Kopa ndio hizi zinatengeneza nyaya zinazotumika kusafirisha umeme. Nchi yenye gesi. Gesi yetu ni futi za ujazo trilioni 54.5. Ni nchi ya 3 Afrika kwa kuwa na gesi nyingi. Nchi ambayo ina almasi. Kienda Mwadui ni almasi. Tulikuwa Uranga jana, tunakutana na gemstone inaitwa ruby. Nchi yenye makaa ya mawe. Deposit yetu ya makaa ya mawe tunachimba miaka 100. Nchi yenye chuma, na sehemu zingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi kinachimbwa. Sisi aliweka mlima. Ukienda sehemu inaitwa Liganga pale Ludewa, ameweka mlima wa chuma. Na Mungu alivyotupendelea, ametupa mlima wa chuma, akatupa na makaa ya mawe ya kunyanyushia, na akatupa na mchanga wa kusafishia hapo Iringa. Sasa watu kama India wana chuma,
Alafu hawana makaa ya mawe ya kunyanyushia. Makaa ya mawe wanafuata Tanzania. Yanapitaga hapa yanaenda bandarini. Hamjai kuyaona yale maroli? Sisi tuna chuma, tuna makaa ya mawe ya kunyanyushia na tuna mchanga wa kusafishia. Kwa nini watu wetu ni maskini? Katikati ya utajiri wote huu, kwa nini watu wetu ni maskini? Tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo. Watu ambao wanaendekeza impunity. Hawachagui watu based on merits kwa uwezo wao. Wanachagua watu kwa kupendeleana. Tuna watu wako madarakani ambao hawana uwezo, ambao wanaua nchi. Tunaongozwa na wajinga. Nchi iko kwenye matatizo, iko kwenye msiba. Tumekuja kwenu kuwaomba tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Inawezekanaje? Mpigania haki wa watu weusi Afrika Kusini aliuawa akiwa kijana anaitwa Stephen Biko. Alisema the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha nzuri na bora anayotumia mdhalimu kumnyonya mtu ni ubongo wa mtu anayenyonya. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Ubongo wetu ndio unaotumiwa na CCM kutunyonya mpaka leo. Inawezekanaje nchi tajiri kama hii watoto wetu hawana kazi za kufanya, vijana wanaishi kwa kufanya betting, hakuna madawa hospitalini, hakuna maji. Nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi duniani, maji baridi. Sisi tuna bandari, tuna mlango wa bahari ambao umeanzia Mtwara mpaka Tanga kilomita 1600. Na Mungu alivyotupendelea ametuwekea nchi 6 landlocked. Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia na Kongo. Ili mtu aendeshe gari Kongo ikitoka Japani inapita kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure, yako pale. Hayaishi leo wala kesho, tunaingiza fedha. Ili greda ikarime barabara wakinunua Komatsu kutoka Japani inapita kwenye maji ya Tanzania. Mkoloni alijenga ile bandari. Rais wa kwanza baba wa taifa akaiendeleza, Mwinyi akaiendeleza, Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliifanyia vizuri zaidi. Sisi tulitofautiana sana na Magufuli. Ninajua mambo yake yale ya kuteka watu, kuua watu, sisi tulipigana naye sana. Mimi nikiwa bungeni nilimshambulia sana. Na unajua alichomfanya Lissu. Lakini mnyongeni kwenye kulinda rasilimali za nchi yetu Magufuli alijitahidi sana. Akajenga ile bandari kuanzia gati namba 6 mpaka namba 8. Akanunua mashine mpya za 0 hours akaziweka pale. Ili tuweze kukompiti zaidi ya Beira Msumbiji, tuwashinde Beira, tuwashinde Mombasa, mizigo mingi ipite hapa. Kongo wapitishe mzigo hapa kwa sababu tuna efficiency. Zambia wapitishe mizigo hapa. Zambia akivuna kopa ipite hapa, here imeingia. Akinunua gari kutoka Japani ipite hapa, here imeingia. Kongo wakivuna mazao yakipita hapa, here imeingia. Akitoa kitu kule Japani nje, here imeingia. Hivyo Rwanda, Burundi na Uganda. Rais wa Rwanda alisema akipewa bandari yetu peke yake atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati. Hiyo bandari leo huyu mama ameingia madarakani, ameikabidhi kwa watu wa Arabu wa Dubai ni jangwa. Mkisikia Dubai msifikiri sehemu yoyote ya maana. Jangwa. Wametumia tu rasilimali zao kujenga nchi yao. Imekuwa Dubai wakati wa joto linakuwa nyuzi joto 41. Mpaka vituo vya magari vya basi vya kusubiria basi lazima kuwe na AC. Ukitembea nje utaungua moto. Ni sehemu ngumu kuishi. Lakini wameibadilisha nchi yao. Mwaka 61 walikuwa 70,000. Nyewe wakazi wa Morogoro hapa mjini mko 300,000. Nyewe ni wengi kuliko Dubai walivyokuwa mwaka 61. Leo wako 300,000. Sisi tuna bandari imejengwa ipo. Eti hatuwezi kuiendesha. Tumeikabidhi kwa Waarabu wa Dubai. Mtoto wako naye mzaa mzee atafanya kazi wapi? Kwamba sisi ni ndondocha, tuko 63,000, tunakabidhi Waarabu bandari hatuwezi kuendesha.
nchi gani? Nchi ambayo Mwalimu Nyerere aliweka misingi ya kutake off, ya kupaa kiuchumi. Leo kila kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya uchumi kimekufa. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda. Nilikuwa Mang'ura pale, kulikuwa na kiwanda cha chuma kinaitwa MMP. Uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha mbao. Uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha simenti. Hapa kwenu Morogoro kulikuwa na viwanda vingapi? Kipi na kipi? Si mnavijua? Cha kwanza Polista, cha pili nini? Ceramic, cha tatu Moroshu, Komoa, Tanarizi ya ngozi, magunia. Hivyo vyote ni viwanda vilivyojengwa na Mwalimu, kwa sababu huwezi kuendelea nchi haiwezi kuendelea bila basic industries. Hebu fikiria hii. Mkonge unalimwa Tanga, si ndio? Nisikilize vizuri. Mkonge unalimwa wapi? Tanga. Na mwingine ulikuwa unalimwa Lindi, Mtwara. Ule mkonge ukichakatwa na Morogoro pia ulikuwa unaletwa kwenye kiwanda chetu, si ndio? Kiwanda kiko hapa kinatengeneza magunia ya kubebea viazi, ya kubebea korosho, ya kubebea chochote tunachokitumia. Uongo kweli? Hicho kiwanda kinakuajiri wewe. Leo mtu akivuna viazi Njombe, pesa ya akinunua gunia, hiyo pesa inakuja kwenye kiwanda cha gunia cha Morogoro, inakuajiri wewe mwananchi wa Morogoro, kwa sababu kiwanda ndio sehemu pekee anaweza kuajiriwa mtu mwenye elimu kubwa na asiye na elimu.